Karibu mtazamaji wa Morning Lodge katika kuangazia historia fupi ya Papa Francis, maisha yake, kuugua hadi kufariki kwake. Jina langu ni Hamza Msaji. Papa Francis jina la awali George Mario Bergoglio alizaliwa tarehe 17 Disemba 1936. Alikuwa askofu wa Roma na pia papa wa kanisa Katoliki duniani kote na mtawala wa Vatikani tangu tarehe 13 Machi 2013 alipokuwa na miaka 70. Amemfuata Papa Benedikto wa 16 akiwa wa 266 katika orodha ya mapapa. Katika miaka 12 ya upapa, Francis alijulikana kwa unyenyekevu, mkazo juu ya huruma ya Mungu, juhudi kwa ajili ya wanyonge, haki ya kijamii na majadiliano na dini nyingine. Alizaliwa Buenos Aires, Argentina. Francis alikuwa papa wa kwanza kutoka Amerika ulimwengu wa Kusini. Upapa wake uliashiria mtazamo wa kiuchungaji zaidi ukilinganishwa na watangulizi wake, na aligeuka kuwa sauti yenye ushawishi mkubwa wa maadili kuhusu masuala kama mabadiliko ya tabia ya nchi, uhamiaji, ukosefu wa usawa na amani. Maisha ya Papa Francis. Baada ya masomo ya kemia na kipindi kifupi cha kazi, tarehe 11 Machi 1958 aliitikia wito wa kitawa na wa kipadri. Tarehe 12 Machi 1960 akaweka nadhiri za muda. Tarehe 13 Disemba 1969 akapata upadrisho, na tarehe 22 Aprili 1973 Papa Francis aliweka nadhiri za kudumu. Kati ya miaka 1973 na mwaka 1979, Papa Francis alikuwa mkuu wa shirika nchini Argentina. Mwaka 1992 alichaguliwa kuwa askofu msaidizi wa Buenos Aires, na tarehe 27 Juni mwaka huo huo akapewa daraja hiyo. Tarehe 6 Novemba 1998 Papa Francis akawa askofu wa Katoliki wa Mashariki mwa Argentina wasio na askofu wa kwao. Tarehe 21 Februari 2001 akateuliwa kuwa kardinali. Kati ya miaka 2005 na mwaka 2011, Papa Francis alikuwa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki la Argentina. Tarehe 13 Machi 2013 ndipo akachaguliwa kuwa papa, wiki mbili baada ya mtangulizi wake Benedikto wa 16 kung'atuka. Tofauti na kawaida ya muda mrefu, alijichagulia jina lisilotumiwa na mapapa waliotangulia. Chaguo hilo linaeleza nia ya kufuata kwa namna fulani roho ya Francisco wa Asizi. Baada ya kuchaguliwa kuwa papa tarehe 13 Aprili 2013, alichagua jopo la makardinali 8 kutoka mabara yote limsaidie kuongoza kanisa na kurekebisha idara na ofisi zake huko Vatikani. Tarehe 29 Juni 2013, Papa Francis alitoa waraka wake wa kwanza kuhusu imani ambao ulifuatwa tarehe 24 Novemba 2013 na kuhusu uinjilishaji. Tarehe 18 Juni 2015, Papa Francis alitoa barua kwa watu wote kuhusu mazingira, mabadiliko ya hali ya hewa na maendeleo ya kufaa. Barua hiyo ilipokelewa vizuri na watu wengi. Kuugua kwake Papa Francis. Papa alipona baada ya kuugua nimonia na kufanyiwa upasuaji wa kuondoa sehemu ya pafu lake, na hilo lilimwacha katika hatari ya kuambukizwa katika maisha yake yote. Katika miezi ya mwisho ya maisha yake, hali mbaya ya afya ya Papa ilimfanya kutumia wiki kadhaa hospitalini, ambapo mnamo tarehe 14 Februari mwaka huu, Papa mwenye umri wa miaka 88 alipelekwa katika hospitali ya Gemelli huko Roma kutibiwa homa ya mapafu iliyompelekea shida ya kupumua kwa siku kadhaa. Hata hivyo, aliruhusiwa kutoka hospitali mnamo Machi 23 mwaka huu. Kifo chake Papa Francis. Papa Francis amefariki akiwa na umri wa miaka 88 siku ya Jumatatu ya Pasaka tarehe 21 Aprili 2025 katika makazi yake. Kifo chake kilitangazwa na Kardinali Kelvin Farrell kupitia kituo cha television cha Vatican na katika taarifa ya video.
Vatican baadaye ilieleza kuwa Papa alifariki kutokana na nimonia ya mapafu yote mawili. Kifo cha Papa kimekuja chini ya saa 24 baada ya kujitokeza kwenye uwanja wa St. Peter Square mjini Vatican kwa ajili ya Jumapili ya Pasaka. Kifo chake kimeanzisha kipindi cha mpito wa upapa, Papal Interregnum, pamoja na siku 9 za maombolezo. Kwa mujibu wa desturi, mazishi ya Papa hufanyika kati ya siku 4 hadi 6 baada ya kifo chake. Papa Francis anatarajiwa kuzikwa siku ya Jumamosi, Aprili 26, 2025 kwenye kanisa kuu la Bikira Maria huko Roma, Italia, ambapo kiongozi wa chuo cha makardinali Giovan Battista Re ataongoza tukio hilo. Taarifa iliyotolewa na makao makuu ya kanisa Katoliki Vatikani imesema tukio la mazishi litaanza majira ya saa 5 asubuhi, huku Vatikani ikirusha picha za kwanza za Papa Francis akiwa kwenye jeneza wakati makardinali wakikusanyika kujadili juu ya mazishi yake na kumchagua mrithi wa Papa. Leo mwili wa Papa Francis utawekwa kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro Vatikani kwa ajili ya waumini kutoa heshima za mwisho. Jina langu ni Hamza Msaji na hii ni historia fupi ya Papa Francis, kuzaliwa kwake, kukua, kuchaguliwa kuwa papa, kuugua na hadi kifo chake.